Ni Ijumaa ya Juni 9 mwaka 2017. Hujambo na karibu kwenye MCL Matukio, utakuwa nami Alex Malanga. Siku moja baada ya waziri wa fedha na mipango Dr. Philip Mpango kuwasilisha bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2017-2018, wadau kutoka sekta mbalimbali wamekuwa na maoni tofauti, ambapo baadhi wamepongeza huku wengine wakionyesha wasiwasi wao. Bajeti hii imemgusa mwananchi moja kwa moja. Ni maeneo mengi sana ambayo kwa kweli kuanzia siku ya leo yamekwenda kuwa faraja kwa Watanzania, na hivyo kuzidisha imani yao kwa serikali ya awamu ya 5. Kwa mfano, eneo la kufuta ushuru wa mazao ya kilimo ambayo hayafikii tani moja kwa kutoka halmashauri moja kwenda halmashauri nyingine. Hii imepunguzia sana mzigo wa kulima. Tunategemea kabisa mwaka huu kwamba wafadhili ambao labda mwaka jana walishindwa, basi mwaka huu wataweza, kwa sababu hata wao wamefurahia bajeti imepangwa vizuri, na vile rais wetu anajitahidi sana katika swala la utawala bora na matumizi bora, hata wao wameitikia vizuri, watatoa hizo fedha. Wali wa kushiba siku zote unaonekana kwenye sahani. Imejibu matatizo ya wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo sisi kama wabunge ni kuisimamia serikali iweze kutekeleza na zile fedha zilizopangwa zinaweza kufika kwa ajili ya kutatua matatizo ya Tanzania. Fedha nyingi ambazo zimetengwa ni za matumizi ya kawaida ambayo ni kwa ajili ya kulipa mishahara na vitu vingine. Kwa hiyo naona kuna tatizo hapa ambalo lipo kwamba Tanzania hatujakazia mambo ya maendeleo zaidi, bali tumeangalia kwamba kulipa mishahara, kulipa madeni, kulipa na vitu vingine. Kuhusu pesa za maendeleo, mimi naomba tusizisherehekee sana, kwa sababu tukiangalia juzi tu tuliambiwa ni asilimia ndogo sana ya pesa za maendeleo zimetolewa. Kwa hiyo kwa kiasi fulani hizi pesa za maendeleo nazihesabu kama riwaya. Kwa hiyo tunachambua riwaya, lakini riwaya hata haijaisha na hatujui kama kweli hizi pesa zitatolewa au la. Na mara nyingi pesa ambazo hazitolewi ni zile zinazohusu watoto, vijana na wanawake ambao wako ndani ya mawizara ambayo wana jina refu sana na bajeti fupi sana. Serikali imekiri kuwa rushwa bado ni ugonjwa unaoisumbua kwa kiasi kikubwa katika maeneo ya sekta ya uchukuzi, maji pamoja na polisi, licha ya juhudi za kupambana na janga hilo kuchukuliwa. Haya yamebainishwa na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa wakati wa kufungua mafunzo ya siku 2 ya wabunge wa kamati ya kupambana na rushwa APNAC katika ukumbi wa African Dream chini ya ufadhili wa UNDP kwa lengo la kuwajengea uwezo wa bunge. Fanya tathmini na kubaini mianya ya rushwa katika sekta mbalimbali, sekta mahakama, jeshi kama polisi, vitengo vya ardhi, lakini pia idara ya uchukuzi, maeneo ya biashara na utoaji huduma za maji. Na hivyo tumeamua kuziba mianya hiyo kwenye maeneo hayo yote. Tuna mzaha katika hili. Tutapambana na tutachukua hatua kwa yeyote yule ambaye anashiriki kwenye rushwa. Amesema serikali imeokoa kiasi cha shilingi bilioni 53.9 tangu kuanza rasmi kwa mkakati wa mapambano hayo mwaka 2015-2016 na wanaendelea kufanya mkakati wa kuzuia, sio kukamata. Na katika michezo leo tujiunge na sports writer wetu Denisia Lisley ambaye ametuandalia taarifa ifuatayo. Tanzania Taifa Stars itaanza harakati zake za kusaka kufuzu fainali za mataifa ya Afrika 2019 kesho Jumamosi kwa kuikabili Lesotho kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi saa 2 kamili usiku. Tanzania ipo kundi L pamoja na Uganda, Cape Verde na Lesotho, ambapo kinara wa kundi hilo atakata tiketi ya moja kwa moja kwenda Cameroon. Kocha wa Stars Salum Mayanga amesema itakuwa ni mechi yake ya kwanza ya mashindano tangu alipochukua jukumu hilo kutoka kwa Boniface Mkwasa. Katika mchezo huo kwa mara ya kwanza itacheza bila ya wachezaji kutoka visiwani kutokana na kupewa wanachama wa CAF. Tanzania mara ya mwisho kufuzu kwa fainali za mataifa ya Afrika ilikuwa mwaka 1980. Nauza Mbwana Samata anayechezea Genk ya Ubelgiji, Farid Musa wa Tenerife ya Hispania pamoja na Thomas Ulimwengu FC Extuna wanatazama kama watu pekee wanaweza kutimiza kwa 100% jukumu la kufunga mabao na kuendeleza rekodi nzuri ya kocha Salum Mayanga ambaye hajapoteza mchezo wowote tangu alipoanza kuinoa timu hiyo. Nikiripoti MCL Matukio, mimi ni Sports Lady Ndeni Lisley. Na huo ndio mwisho wa MCL Matukio kwa leo. Usikose kupata nakala yako ya Mwananchi, The Citizen na Mwanaspoti hapo kesho. Naendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii kwa taarifa kemkem. Asanteni na jioni njema.